nimshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha hapa, na kingine nipende kumshukuru mkurugenzi wetu na kumpa pongezi kwa juhudi zake na moyo wake wa upendo aliojitolea kuihudumia jamii yetu na nchi kwa ujumla, kwa sababu aliona hii jamii inahangaika na 1 2 3 na changamoto za kifedha, labda kujiendeleza kibiashara, kujinyanyua, kujikwamua. Kwa moyo wake wa dhati akasema sio vyema niwafanyaje, niwasaidie. Kwa hiyo mkurugenzi wangu, naomba nikupe pongezi zako na Mwenyezi Mungu azidi kukutia nguvu, uzidi kuwasaidia watu zaidi na zaidi na nchi nzima kwa ujumla. Hongera sana. Lakini kitu cha pili, nipende kuwashukuru nyinyi mlioacha muda wenu na kuja kuungana na sisi hapa kwa ajili ya kufanikisha sherehe hii. Sherehe hii ni kwa ajili ya kusherehekea miaka 5 ya kuanzishwa kwa kampuni ya Daima Jegi Microcredit ambayo mpaka sasa imekamilisha miaka 5. Kampuni yetu ilianza kwa ofisi moja ambayo ipo Makambako, makao makuu ya hii ofisi. Baada ya hapo, kwa nguvu zenu nyinyi na kwa jitihada zenu, mkatupa moyo, mkatutia nguvu, mkatuunga mkono, na sasa tumepiga hatua kutoka kwenye ofisi moja na kwenda kwenye ofisi zingine. Hii yote ni kwa sababu ya umoja wenu mnaotuonyesha nyinyi kama wateja wetu, kama jamii yetu. Na sasa Daima Jegi haihudumii jamii ya Makambako peke yake. Tunamshukuru Mungu, Daima Jegi kwa hatua iliyopiga imefikia mpaka nje ya mikoa. Na maanisha tupo Geita, tupo Kahama, tupo Dodoma, huko kote tumefika. Hiyo yote ni kwa sababu ya nguvu zenu. Kwa hiyo kutoka tulipokuwa kwenye ile hali mpaka sasa tunasema asante Mungu, kwa sababu nguvu imekuwa ni moja na nyie imekuwa sababu ya sisi kufika hapa tulipo. Na kitu kingine, Daima Jegi kwa sababu ya upendo wake hakumbagua mtu yoyote, kwa sababu alimuona mfanyabiashara mdogo, nikiwa na maanisha ya mjasiriamali ambaye hali yake ni ya chini sana, hakumtenga. Akamuona mtumishi, akamuona mfanyabiashara mkubwa na wakati, kwa ajili ya kuwainua na kuwasaidia. Kwa hiyo Daima Jegi anakuheshimu wewe, Daima Jegi anakupenda wewe kwa mchango wake, kwa mchango wako kwake, kwa sababu umekuwa sababu ya yeye kufika hapa alipo. Kwa hiyo tunawapenda sana na tunaomba tuendelee kuwa pamoja na nyinyi, na zaidi ya zaidi tukaendelee kuwa nchi nzima. Hiyo yote ni kwa sababu yenu nyinyi, ndio mtatufanya sisi tuendelee kuwa zaidi ya hapa. Kwa hiyo tunachokisema sasa hivi, Daima Jegi tunawapenda wote, na Daima Jegi tunamjali mteja, Daima Jegi tunamthamini mteja, Daima Jegi tunautambua uwepo wako, na Daima Jegi tunathamini kile kidogo ambacho wewe unakitoa kama mchango kwa ajili ya kuendeleza kampuni ya Daima Jegi, lakini pia Daima Jegi kukuendeleza wewe. Na kitu kingine nipende kusema, kuwashukuru watuonyesha nguvu na ushirikiano mpaka hapa ilipo Daima Jegi, kutoka kwenye watumishi 4 ofisini mpaka kufika kwenye watumishi zaidi ya 20. Hiyo ni nguvu ya kwenu nyinyi na nguvu ya watumishi, kwa sababu ongezeko lenu nyinyi limesababisha ongezeko la watumishi katika kampuni ya Daima Jegi. Kwa hiyo hayo nayo ni mafanikio ya sisi kuongezeka katika kampuni, na ajira zimeongezeka kupitia nani? Daima Jegi. Kwa sababu wanawake mara nyingi kwenye jamii tunadharaulika. Lakini namshukuru mkurugenzi wetu kwa kuona sisi wanawake tunaweza, akatushika mkono kwa wingi. Ana kweli matunda yake yameona, kwa sababu tumeendelea kuiendeleza Daima Jegi mpaka hapa ilipofikia. Kwa hiyo nawaombeni ndugu zangu, kwa sababu nyie ni mabarozi, mtakapokuwa huko basi mkaitangaze Daima Jegi kwa mazuri. Nadhani mnayaona yale mnayotendewa na Daima Jegi kwenye jamii yetu na jamii ya nje. Kwa hiyo mtakapokuwa huko, jaribuni kuwapasha habari. Unapoona jirani yako hapo mali yake ni ngumu, biashara yake inayumba, mwambie huku kwa Daima Jegi kuna msaada wa jamii. Kwa Daima Jegi anakwamua watu. Daima Jegi anatusaidia sisi wote, hajatubagua. Sijui mnanielewa jamani? Nawapenda sana, na nadhani ni hayo machache. Asanteni.